Tukiwa na Janet Soka hapa, fursa za kiuchumi katika mazingira ya kazi, yani yale mazingira ambayo yanakuzunguka, na unafahamu kwamba ni mtaalamu ambaye tumekuwa tukimtumia kwenye kipindi hiki kutupatia maarifa. Karibu sana. Asante sana. Uko vizuri? Umependeza. Asante. Karibu Janet. Asante sana. Kila Jumatano ikishafika Jumanne tu mi huwa naanza kuwaza namna ambavyo nitajijenga kiuchumi kesho yake. Bila shaka Watanzania pia huwa wanawaza hivyo. Katika maeneo ambayo yanatuzunguka leo tuangazie fursa za kiuchumi. Karibu. Asante sana. Ni mada ambayo ni muhimu sana hasa katika jamii yetu, kwa sababu unaweza ukajikuta unaishi na fursa ambazo ungekuwa na elimu au ungefahamu, ungeweza kuzibadilisha kuwa chanzo cha mapato na kuongeza fedha zaidi. Na kwanza kabisa nianze na swali kwa watazamaji na sisi ambao tuko studio hapa. Kile kiwango ambacho unakiwaza kichwani, ambacho unahisi au unafikiri ukikipata maisha au mambo yataenda vizuri, tukikupa leo hicho kiwango ambacho unakifikiri, tukikupa sasa hivi, unaona au unahisi utakitumia vizuri? Na kama utakitumia vizuri, utakitumia wapi na utapataje faida? Hili swali linatupeleka kwenye tafakari zaidi, na hasa tunakuja katika mada ya fursa za uchumi katika mazingira yanayokuzunguka. Kwanza nikianza na maana ya fursa za uchumi. Nikisema fursa za uchumi namaanisha ni uwezekano au uwepo wa mazingira au nafasi ambayo inaweza ikawa biashara, kuongeza thamani, inaweza ikawa kuongeza kipato au kutumia rasilimali ulizokuwa nazo ili uweze kuwa bora na kupata fedha zaidi. Ndio hapo sasa namaanisha fursa. Na hizi fursa zinaweza zikawa ni fursa katika mahitaji, fursa katika mambo ya kijamii, masoko na mazingira na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo nikisema fursa ni upana, halijajikita tu katika jambo moja. Na mada hii ni muhimu kwa sababu unaweza ukajikuta uko na fursa na unaitazama kama changamoto na unajikuta unalalamika tu, lakini ukweli ni kwamba nikisema fursa ni kinyume cha changamoto. Kwa hiyo ujiulize hapo unapokaa na mazingira yanayokuzunguka, ni jambo gani hasa umekuwa ukililalamikia au ukilisema sana au ukitamani kupata maboresho? Linaweza likawa ndo fursa yenyewe na wewe unalitazama katika mtazamo wa changamoto. Kwa hiyo changamoto yoyote ni fursa, ni wewe tu namna gani unalitazama na hatua gani utachukua. Hapo ndo unaweza ukabadilisha kutoka kuwa changamoto kuja fursa, na fursa ikakupatia fedha. Kutoka hapa tabiri utaniambia kuna fursa gani nyuma ya kamera hapa, alafu niitumie. Kwa hiyo sasa hiyo ya kutambua fursa, unawezaje kutambua fursa katika mazingira yanayonizunguka? Jambo la kwanza kabisa, unaweza ukaitambua fursa kutokana na mahitaji ya watu. Na hapa kwenye mahitaji ya watu sasa, kama nilivyosema hapo awali, kuna mahitaji ya kila siku, kwa maana ya yale mahitaji sijui chakula, mavazi, malazi, yale ambayo mahitaji ya kila siku kwa mwanadamu. Lakini pia kuna mahitaji katika nyanja ya kijamii, usafiri, sijui huduma za kijamii. Lakini pia kuna mahitaji katika nyanja tunasema mazingira, na vitu vyote vinavyokuzunguka. Kwa hiyo nikisema mahitaji ya watu wanahitaji nini kila siku, na hilo eneo lilokuwepo ni kitu gani hakipo. Kwa hiyo unaweza ukawa umekaa hapa kila siku mnalalamika wote asubuhi, jamani huku hakuna hata vitafunwa. Yani hiyo ndo fursa sasa. Tunapata wapi mihogo? Kila mtu analalamikia mihogo. Yaani hiyo kuna mtu tu akileta mihogo tayari anachukua hela zenu wote hapo mlio. Kwa hiyo mahitaji ya kila siku, watu wanalalamikia nini, wanatamani kupata nini, na hapo walipo hawana. Kwa hiyo hayo mahitaji ya kila siku. Na jambo la pili tunasema rasilimali zilizopo. Unawezaje
ukatambua fursa, rasilimali zilizopo. Rasilimali inamaanisha vile vitu ambavyo vipo, na inaweza ikawa rasilimali vitu au wakati mwingine ujuzi na uwezo ambao mtu anao. Unajua, kwa mfano ukienda vijijini, ukienda labda katika mikoa ambayo wanalima machungwa, unashangaa yani anaanguka shambani anaoza, unasema haya angekuwa haya 100-200, hilo wenyewe wanaona tu yaanguke apotee. Kwa hiyo akitokea mtu akasema haya machungwa yote yanaanguka, nikayakusanya, nikatafuta namna ya kuyafikisha mahali yanapohitajika, tayari ile ni fedha. Kwa hiyo rasilimali yote uliokuwa nayo inawezekana hata isiwe madhara, wakati mwingine ni uwezo tu. Kuna mtu anaweza kucoordinate vizuri, yani akiwepo yeye mambo yanaenda, yani wewe ni manager ujue. Unaweza ukawa event planner. Kuna watu yani hata umpe vitu vyote hawezi kucoordinate mpaka asukumwe akumbushe, lakini kuna mtu akiwepo watu wote mnasema kwa sababu baki si upo tu relax, mambo yameisha. Kwa hiyo rasilimali zilizopo katika ngazi ya mazingira na uwezo wako binafsi, unaweza kufanya nini? Unasifiwaga kwenye nini? Hizo ni fursa. Kwa hiyo ni namna gani tu unazitazama na kuzitumia, zinaweza zikawa chanzo cha mapato. Jambo la tatu ni mabadiliko ya soko. Mabadiliko ya soko katika sehemu yote ambayo kuna mabadiliko, kwanza mabadiliko huwa yanakujaga na changamoto. Na kama nilivyosema hapo awali kwamba fursa ni kinyume cha changamoto. Yaani inaweza ikawa kwa mfano sasa hivi kwenye maendeleo unakuta masoko yamehamishwa, ilikuwa eneo A limepelekwa eneo B, watu wanahamika, kuna umbali, usafiri huo sasa bodaboda mpo hapo. Kwa hiyo mabadiliko ya soko, lakini kiachana na hivyo hata mfumo tu mtu anamfikiaje mtu mwingine. Sasa hivi, zamani ilikuwa ukitaka kitu mpaka ufike dukani. Sasa hivi unaweza ukaingia mtandaoni ukapiga simu ukarequest. Kwa hiyo mtu kwa mfano umesoma IT, mabadiliko ya soko anaweza akakupa tafakari, nitengeneze website ya kumkutanisha anayeuza na anayenunua. Tayari hiyo ni fursa ukiweza kuitumia vizuri. Kwa hiyo katika mabadiliko ya soko yoyote, angalia tu kuna changamoto gani ambayo iko katikati. Ukikaa pale katikati ukailetea suluhisho, inaweza ikawa ni chanzo cha fursa na ikawa chanzo pia cha fedha. Kuna mtandao mmoja kwa kuongezea mfano wako Janet. Kuna mtandao mmoja ambao wameutengeneza maalum kabisa kwa ajili ya kuagiza vitu, delivery. Yani chochote unaangalia kule kwa mtandao, kama ni nguo, viatu, vyakula na huduma mbalimbali. Wao wanafanya kazi kwa ajili ya kukuletea tu. Kwa hiyo unawapa order, anataka hichi huku hichi kule. Unalipa hela ya delivery. Kabisa. Na sasa hivi mimi kuna siku nilipita mtandao nikashangaa, nikutana na watu ambao wao kazi yao ni kuhamisha watu. Yaani wamefahamu kwamba mtu akiambiwa naama. Au kuniambia mapema. Yaani kwamba mtu akisema naama, stress inapangaje vitu, nafanyaje. Kwa hiyo anakuambia wewe weka tu vitu vyako, tuambie tuje lini, wanakupangia kuanzia ndani, wanavihamisha, wanavipeleka kule na kule unapoenda wanasafisha, wanapanga. Wamegundua nature ya watu wa sasa hivi wana mambo mengi, wana muda mchache, kwa hiyo wakaitumia ile fursa iliyo na uvivu ndani yake na usasa ndani yake, wakaamua itumie ile fursa. Na watu mpaka unakwambia, ukimwambia njoo Jumatano, hiyo imejaa, tafuta siku nyingine. Maana yake watu wanakimbizana. Kwa hiyo hata wewe unaweza ukaangalia ni kitu gani unaweza kukifanya kutokana na mabadiliko ya sasa kikawa fursa na kikakupa fedha. Jambo lingine tunasema malalamiko ya watu. Na hili ni eneo ambalo ni kubwa. Tunasema fursa imejikita sana kwenye mtazamo. Malalamiko ya watu. Kuna mtu akiona kitu anaisha tu kulalamika, inaisha. Lakini ukibadilisha mtazamo katika nalalamika alafu naletaje suluhisho, inaweza ikawa chanzo cha mapato sana. Malalamiko ya watu katika ngazi yoyote, hasa katika mambo ya kijamii. Watu wanalalamika, jamani, maji hata hayatoki, kila mtu analalamika. Sasa wewe unaweza ukaamua uko kwenye mkumbo wa maji au ukanunua sim tanki ndoo 200. Watu wale wanapolalamika, wewe unachukua hela zao. Kwa hiyo inategemea tu na wewe unajiposition. Unakuwa na kisima unasambazia maji. Unaweza kuwa na sim tanki au ukachimba kisima, inategemea na uwezo wako. Na kuna mtu anaweza kusema yani sina hela, lakini 1,000,000 unayo ya kuweka sim tanki. Usiwe kama wale walalamikaji. Kwa hiyo utachagua uwe kwenye kundi la ulalamishi au kutumia fursa iweze kukupa
fedha. Kwa hiyo malalamiko yako yote kuanzia hivi, mimi nasema hivi, kuanzia asubuhi ninavyoamka mpaka naendelea na shughuli zangu, ni jambo gani nimekuwa nikilalamikia kila siku? Kute huko peke yako, mpo wengi tu. Kwa hiyo wewe ukijeka katika nafasi ya mlalamikaji utaendelea kuwa mlalamikaji, lakini ukijeka katika nafasi ya kutoa suluhu inaweza ikawa ni chanzo cha mapato. Jambo lingine tunasema maarifa, elimu na ujuzi. Nawezaje kutambua fursa? Fursa unaweza ukaitambua kupitia maarifa. Nikisema maarifa, maarifa tunasema maarifa ni ule, yani ni kile ambacho unakipata katika mchakato wa kujifunza, na maarifa unaweza ukayapata kupitia kuona, kusikiliza au kusoma. Kama hivi mtu ambaye anafuatilia Morning Trumpet, hapa anapata maarifa. Tunavyojifunza mambo ya fursa, sijui mambo ya fedha, yote hayo ni maarifa. Lakini elimu ambayo maarifa hayo yeye pia anaweza akayatumia kama fursa. Anaweza akatumia kama akapeleka kwingine. Safi. Lakini elimu ni ule mchakato wa kujifunza, kwamba unavyokuwa unajifunza katika ule mchakato, ile ndio tunaita elimu. Lakini ujuzi ni kile ulichokipata unakiweka katika mazingira. Sasa ili uweze kuipata fursa lazima kuwe na connection ya hivyo vitu vyote. Kuna mtu anaweza kawa na elimu lakini hiyo elimu haijampa maarifa. Okay. Au anaweza kawa na elimu imempa maarifa lakini ameyachukua kwa kuyakalia. Yaani umesoma hujaelimika ama inakuwaje? Yaani huko kwa mfano labda sasa hivi labda tunajifunza mambo ya fedha, si ndio? Elimu labda kupanga budget, hiyo ndio elimu katika mchakato wa kujifunza. Maarifa akagundua kumbe natakiwa nipange budget na upangaji wangu wa budget unatakiwa uwe hivi, si ndio? Hiyo ndo maarifa. Lakini ujuzi, bajeti yako binafsi. Kwa hiyo watu wengi wanastaki hapo, anasikiliza, anapata cha kupata, lakini hakieki practical. Yaani kwenye mambo ya fedha anasikiliza kila Jumatano, lakini maisha yake tangu aanze kusikiliza yuko vile vile, hamna chochote kilichobadilika. Hakuna mabadiliko. Kwa hiyo huo mchakato wote vinahitaji, kuna watu wana maarifa, kuna watu hawana maarifa, na kuna mtu hana vyote. Kwa hiyo ili fursa uione fursa na ilete matokeo kwenye maisha yako, lazima uwe na elimu, ujifunze, upate maarifa namna ya kufanya, lakini nini ulichokipata ukiapply kwenye mazingira kinaweza kikaleta sasa matokeo na fursa ikawa na maana au thamani. Hivi unaweza kuwa na maarifa bila ya kuwa na elimu kuhusu jambo hilo? Hapana. Ukisema elimu ni ule mchakato wa kujifunza. Kwa hiyo sasa ulijuaje kama hujafundishwa? Labda tu useme kujifunza katika mfumo rasmi, ila kwa sababu kwenye kujifunza kuna kupitia kutazama, kusikia, kusoma. Kwa hiyo unaweza ukawa umejua, pengine haukufundishwa, labda ulitazama tu, lakini ndio ulivyojifunza. Lakini yani bila kufuata mfumo rasmi, lakini unaweza ukawa na maarifa kuhusu jambo fulani. Inawezekana. Sasa kwa nini watu wengi hawazioni hizi fursa? Watu hawazioni fursa, kuna sababu mbalimbali za kutoona fursa. Sababu ya kwanza naweza kusema watu wamezizoea fursa au kuzoea mazingira. Kwa mfano nilivyotoa hapo mfano wa machungwa. Umeamka upo umeyakuta. Yaani kiasi kwamba unajua ukiwa unafanya kitu mara kwa mara kama binadamu kuna namna inapungua thamani. Hata kwenye uchumi kuna kanuni inasema the law of diminishing intent. Yaani kadri kitu kinavyoenda kinapanda, kinakuwa kwenye maximum, afu kinakuja kinashuka. Na kwenye mazingira yako ukiachana tu na mambo ya fursa tunaozungumzia hapa, epuka kuzoea jambo lolote kwenye maisha yako. Kwa sababu ukizoea jambo, ubunifu, ubora, kujituma na akili kuwaza kunapungua. Na hata kwa mfano ukiwa ofisini na mazingira hayo, ukilizoea mimi bwana ndo kazi yangu bwana, unaweza kujikuta unafanya katika kiwango kidogo wakati una uwezo mkubwa kwa sababu umezoea jambo. Kwa hiyo kuzoea mazingira, mimi naonaga hivi, kama ni kijijini nimezoea naonaga tu machungwa yanaanguka, basi unaishia hapo. Lakini unaweza ukafikiria mimi nawezaje kuyatoa hapa kuyapeleka sehemu ambapo yanahitajika. Kwa hiyo mazoea ya jambo, umezoea kuliona jambo liko hivyo, akili yako haifikirii au haitafuti suluhisho katika kuleta mabadiliko ya jambo. Kwa hiyo watu hawazioni fursa kwa sababu ya kuzoea. Kwa hiyo usizoelee jambo lolote.
Jambo la pili, kukosa maarifa. Maarifa sasa, mchakato wa kujifunza kile kinachobaki ndo maarifa sasa. Kwa hiyo kuna watu hawapati hizi elimu au hawafahamu sehemu ambayo elimu inapatikana, kwa anajikuta anafanya vitu chini ya kiwango au hafanyi kabisa. Yaani kuna mtu hapa unamwambia mambo ya fursa anasema aha, kumbe alikuwa hafahamu. Kwa hiyo anaweza kaa anazipita fursa kila siku kwa sababu hafahamu kama yale matatizo yanaweza kubadilika kuwa pesa. Kwa hiyo ni sababu ya pili inayofanya watu wazipite fursa. Sababu ya tatu kwa nini watu wanazipita fursa, naweza kusema kusubiri mtaji mkubwa. Na hii imekuwa ni changamoto kwa watu wengi sana. Kusubiri mtaji mkubwa, unajua sio tu katika mambo ya fursa, hata katika maisha yetu ya kila siku. Watu wengi tunatamani vitu ambavyo vinaanza kwa ukubwa na ubora, na ukweli ni kwamba sio watu wote tunaweza kuafford. Kwa hiyo unaweza ukawa una kiasi fulani cha fedha au unafikiri yani kwa sababu nimeona ni 2,000,000, kwa sababu hapa nina 400,000, haiwezi saidia kitu. Kwa hiyo unasubiri. Sasa unajikuta kesho changamoto imetokea, hata ile 400,000 pia unaitumia. Kwa hiyo watu wengi hawapendi kuanza na level ya chini, au tunasema kuanza kwa udogo au kuanza kwa walichonacho wakiwa wanasubiri mtaji mkubwa. Kwa hiyo ni vizuri kigawanye kitu kiwe katika hatua. Unaweza ukafikiria hata 20,000,000 lakini ukasema nitaanza na 500,000 tu au 200,000 tu, lakini kikubwa uanze. Na hapa kwenye kusubiri mtaji mkubwa hata unajua mimi yani hata mfumo wetu wa elimu yani jinsi ambavyo tumesoma, watu wengi tunatamani tuwe smart. Unatamani ufanye kitu kwa ubora zaidi, lakini mfumo wa elimu ya darasani na mazingira ni vitu viwili tofauti. Mazingira ni lazima uanze, mazingira yatakufundisha. Hivi mtaji ni lazima uwe na fedha ama ujuzi, maarifa naweza kutumia kama mtaji? Mtaji sio tu fedha. Mtaji hata ujuzi, maarifa, inategemea na nini unaanzisha. Lakini hapa katika mazingira ambayo nimezungumzia, bezi imejikita kwenye fedha. Lakini mtaji sio tu fedha. Na mtu yoyote ambaye anafikiria mtaji ni fedha pia anaweza asione fursa. Ukiwa unasema mimi bwana sina hela. Kwa kumbe wewe mwenyewe una potential. Lakini kwa hiyo ni vizuri sana ukaanza na kile ulichonacho, usisubiri uwe na vyote. Na mimi sijawahi kuona siku ambayo mtu anakuwa na vitu vyote anavyovihitaji. Unaanza na moja, unaendelea, utarekebisha taratibu. Jambo lingine, kutokuwa tayari kuchukua hatua. Na kabla hujafafanua hilo Janet, naomba tumue radhi aliyeandika. Amemaanisha kusubiri na amemaanisha kutokuwa tayari, sio tayari. Tumue radhi kabisa. Tuendelee kwa niaba yake. Ni kweli. Kutokuwa tayari kuchukua hatua. Na hii inatokana na hofu. Inawezekana na sababu nyingi sana. Mwingine hofu, mwingine smartness. Tunarudi pale pale. Yaani wengine wana analysis nyingi. Anaweza kaona fursa, lakini anataka kuona sasa nisipopata faida, sasa nipo nini? Yaani ukweli ni kwamba kwenye mazingira ya kimtaani hakuna proof. Tukija katika mfumo rasmi formal, kanuni ni hii, ukiweka hiki matokeo haya. Lakini ukija mfumo rasmi ambia mimi na 2,000,000, je, nisipopata faida? Yaani hamna majibu isipokuwa ufanye. Kwa hiyo usipokuwa tayari kuchukua hatua, ni wewe tu utaendelea kudelay. Kwa hiyo ni lazima uwe tayari kuchukua hatua. Na kuna wale ambao analysis ni nyingi sana, miaka nenda rudi, anasoma hiki, anasoma hichi, ana plani nyingi. Na unajua ndio tutofautisha. Kuna mtu anasema, hivi mbona watu ambao labda hawajafika elimu kubwa sana wanaweza wakawa wanachakarika na mazingira yao ya fedha ni rahisi compare na wale ambao wameenda shule. Tofauti ni moja tu. Watu walioenda shule kwa sababu ya ule mfumo rasmi, kila kitu wanataka vitu viende kwa utaratibu. Maisha hayahitaji utaratibu. Anataka ukiweka gia moja inajibu moja. Kwa hiyo mtu akiwa ana 6, miaka yote anakuwa vile vile. Kwa hiyo chukua hatua,
matokeo ndio yatakupa nini cha kuboresha, na usiogope kukosea. Unaweza ukaplani hivi ukapata matokeo tofauti, unanyanyuka, tunaendelea tena. Na mwisho kabisa tunasema hofu ya kuanza. Hofu ya kuanza sasa, hii inatokana na mazingira, mtu hajai kuona, kujiamini. Kuna vitu vingi, wakati mwingine kukosa sapoti. Kwa hiyo ukiona fursa, na hasa hapo nimesema namna kutazama fursa, kila mtu ana mtazamo wake. Usisubiri validation ya watu wakuambie. Ukimwambia hivi, kwa mfano Ngaila, nikifanya biashara itapata faida, Ngaila pengine ajui au hana jicho kama lako. Nikuhakikishie sitakukatisha tamaa. Balaa hiyo. Hiyo. Sasa kuna wale ambao wana negativity. Sijai kuona hiyo, haijai kutokea. Na kweli anaongea hajai kuona, lakini haimaanishi haipo. Kwa hiyo wewe kama una jambo lolote unafikiria kulifanya, anza tu. Anza kwa spidi yako, anza kwa mwanzo wako. Usimuulize mtu, kwa sababu unachowaza wewe ni tofauti na anachowaza mtu mwingine. Kwa hiyo hatuwezi kufanana kwenye mawazo na namna ya kufikiri. Anza, jiamini na mawazo yako, na matokeo yatakupa namna sahihi ya kuboresha na uendaje. Sasa Janet, kabla ya kumaliza na nukuu, ukiniona mimi shida ni ipi kati ya hizi? Maana nahisi kama nipo kwenye ile kundi. Mimi nahisi hofu ya kuanza. Yaani nikikuangalia yaani rasilimali zote zipo hapo tu, hofu ya kuanza. Na hapo kwenye hofu ya kuanza usubiri mambo makubwa sana Bakisi. Usije milioni 10 ili 500,000 tu ivunje itaenda. Tukamilishe na nukuu. Leo tunamalizia na nukuu. Nukuu inasema kwamba fursa nyingi haziji kama fedha zilizo mezani, huja zikiwa zimejificha ndani ya matatizo, mahitaji na rasilimali. Anza kutumia kilichopo mkononi mwako ili kujenga mafanikio ya kiuchumi. Kwa hiyo ni wewe tu mtazamo wako. Ukilitazama kama tatizo litaendelea kuwasumbua, lakini ukilitazama kama tatizo unayotafutia suluhisho litakuwa fursa na litakupa fedha zaidi. Kwa hiyo fursa ni fursa, matatizo ni fursa. Tubaki kwenye fursa. Tubaki kwenye fursa. Nawezaje kubadilisha hii tatizo nipate hela? Ngoja nitafute fursa hapo kwako. Unazingatia muda sana. Basi nikasema ngoja nikuuzie sana. Imeisha hiyo tajiri. Imeisha hiyo. Ishara fursa. Somo umelielewa. Si ndio? Upo vizuri kijana. Basi tunakushukuru sana. Asante sana kwa darasa zuri ambalo umetuelekeza siku hii, na binafsi nitazingatia pia, kwa sababu nimeona hapa kwa nini watu wengi hawazioni fursa. Kwenye zile sababu 5 naona kama 3 zangu ni nyingi. 3 kwenye 5 ni zaidi ya nusu. Haya bwana, ni Janet Soka huyo, tumezungumza naye hapa mara zote. Kila Jumatano unakutana naye, unapata elimu, darasa kuhusiana na masuala mbalimbali ya uchumi, lakini masuala mbalimbali ya biashara. Bila shaka unaenda kuchukua hatua kuanzia hivi sasa.